Tumeumbwa kwa ajili ya kusaidiana na kuonyesha upendo wa Mungu. Mayatima wasiachwe nyuma, wenye huzuni wapate tumaini. With God we can do it. Mtazamaji wa With God we can do it TV, ujambo na habari za mdau. Natumaini kwa mzima wa afya, kwa kuwa Mungu bado yupo pamoja nasi. Kama vile unavyoona leo tunapatikana hapa Kasenga kwenye duka la Abubakari, msanii maarufu sana, anatambulika sana hapa kitaani kwa jina la Mjanja kabisa. Na yeye ni mjanja vile vile, na kufuatana na ujanja wake ndo wakaamua kufungua kiduka chake hiki mwenyewe ambacho anakimiliki yeye mwenyewe, na tutakwenda kutambua zaidi ni kwa nini na ni wapi alipoishia na ujanja wake. Je, ni mwisho wa ujanja wake huu, aidha kuna ujanja mwingine ambao anaupangilia kuja kufanya? Na kaa nami ili upate kujua kile ambacho mjanja wa hapa town anaweza akatujuza. Ujambo Abubakari Mjanja? Si jambo ndugu yangu, niko fresh sana. Alhamdulillah, yuko fresh kabisa, mzima wa afya. Hata mimi mwenyewe pia vile vile ninajionea ukiwa una cheka vile vile, inavyoonyesha ni kiasi gani mzima kabisa. Na Abubakari, unaweza kujitambulisha kwa kuwa mimi nakufahamu, ila kuna yule ambaye anatutizama kwa sasa akufahamu kivile. Sawa. Kwa majina naitwa Abubakari Desayo. Najua hata kwenye akaunti yangu ya Facebook, YouTube ukiandika Abubakari Desayo unanipata kiwepesi na kiharaka sana. Kwa jina langu maarufu sana mtaani hapa, watu kisha wanavyojua, naitwa Mjanja. Yaani ukisema Mjanja nenda kwa Mjanja. Kwenye sniper unanipata haraka. Unanipata haraka kabisa. Yani wewe sio mjanja tu, wewe vile vile ni sniper kabisa. Hadi na kuvizia kwa mbali. Wewe kweli mjanja kabisa. Mimi hapo wewe kweli mjanja. Yaani unawajanjia watu afu vile vile unawadungua yani. Hapana. Sio kuwajanjia watu kwa kuwaiba, hapana. Ila mimi nawaletea vitu vikali, yani nawafanyia ujanja ndio wapate vitu vikali. Naam, Abubakari Mjanja, unaweza kutuambia kwa kuwa leo tunakukuta hapa vile vile kwenye duka chako hiki, na ni kwa nini, ni kipi kilichokusukuma wewe mwenyewe kufungua kiduka kama na hichi? Unajua maisha bwana ni siri kubwa sana. Unajua pale ya kutembea kitaani au una kazi unapita mtaani, ni bora ukafanya kazi kako kadogo kienga kataka kupatia 500,000 francs 10,000 pale ya kupita. Ndio maana nikaamua ama nikapata wazo pamoja na kusaidia na watu, kwa maana mtu bila watu haupo. Nikasaidia na watu na pamoja na juhudi yangu mpaka leo niko hivi. Ndio maana unaona kazi hapa kanaendelea nini, mambo ni mazuri sana. Naam, shukrani sana Mjanja. Inaonyesha ni kiasi gani wewe kweli mjanja. Unajua kwenye jina lako wewe kijanja, mimi mwenyewe linanigusaga sana. Kuna kipindi nafikaga hatua na natamani hata kukopi. Kabisa. Kukopi kabali. Na mimi yani niweze kuitwa na mimi mjanja, kwa kuwa kuna vitu fulani ambavyo naifanyaga ni vya kijanja kabisa. Na Mjanja, ni siri gani ambayo ipo ndani ya kazi hizi ambayo wale ambao bado hawajaanza kuchuuza wangelipenda vile vile kutambua? Katika hii kazi kuna siri nyingi sana, ila nataka kuwaambia watu hii kazi, yani ukitaka uendelee katika hii kazi, achana na madeni, acha kupana madeni ovyo, kwa maana hii kazi sisa kudanganya, hii kazi inalipa. Kwa maana hata mimi Mjagi unavyoona hapa, ukinichunguza kindani nishafanikisha vitu vingi sana kupitia hii kazi, vitu vingi kabisa. Ndio maana nataka kuambia mtu wote ule anayefanya kazi aache vitu vya kupana deni kiolela, kwa maana ukipana deni katika kazi yetu unaharibu kila kitu. Lakini naambia watu katika hii kazi nilifanya kuna mafanikio. Na Mjanja, unavyosema kwenye hii kazi kuna mafanikio na inavyoonyesha kweli kuna mafanikio. Ndugu mtazamaji, hebu kaa hapa ili uweze kujua ile ambayo Mjanja bado anatuficha. Na Mjanja, unaposema eti kwamba mfanyakazi za yule ambaye anafanya kazi kama na hizi, aidha na mpangilio kufanya kazi kama na hizi, achane na swala la deni. Je, wewe Mjanja, hujawahi kuchukua deni? Mimi sijawahi kuchukua deni. Kwanza na deni nimeanza na cash. Hata kama leo naweza nikapewa deni, lakini kwanza nimetumia bidii na wameona cash yangu. Yaani nimeanza na keshi. Maana kama watu wengi wanapata matatizo katika hizi kazi ni wale wenyewe wanakamata kazi na ni pesa za mkopo
wanaanza nao biashara. Na biashara haitumiki kwa pesa za mkopo. Pesa za mkopo zinapenda ziongezeke katika kwenye, yani ukutane na hela zimoja ziwe pale. Alafu unaongeza zile pesa za mkopo njoo zinaenda vizuri. Lakini ukianza na kukopa, alafu tena wewe kopane, ndio unaribikiwa. No maana hapo unaona ninaunga aina nyingi, niko na maisha, mafreshere, niko na jambo, niko na semuli inaitwa bosi, vitu vingi niko navyo, mafuta nini, vitu vingi. Mimi mwenyewe unajionea kabisa, mimi mwenyewe naweza nikawa shahidi kwa kuwa naona una aina nyingi za unga. Na ni unga gani ambao wewe kama wewe ukifika nyumbani ukila ugali wa unga huo unaweza ukajihisi huko yani umefika? Ndugu yangu, unajua kila mtu anatamani kula ugali wa sembe. Nikisema ugali wa sembe yani semule. Semule inaitwa bosi, ni nzuri sana kabisa, nyeupe sana ndugu yangu. Na ukipitia kwa ordinaire niko na mafreshere. No maana unakuta semule iko 35,000, ordinaire ya freshere iko 27,000. Unaziana, kuna maisha 26,000. Ni unga ordinaire sio semule. Kuna jambo hapa njoo unga wa 25, yani 25,000. Ndugu yangu, bwana, unajua kuambiwa kuna uongo, njoo ujione. Ya nimeshafika na nimejionea, na vile vile kwa kuwa umeshanieleza ninatambua kiundani zaidi. Na vile ilivyokuwa mjanja, je, ni kazi hii tu ndo ambayo unaifanya aiza kuna kazi nyingine? Kwa kuwa wewe ni mjanja kweli kweli, inatakiwa uwe na ujanja ambao uenda unauficha. Kusema kweli unanikumbusha mbali sana. Mimi nina kazi nyingine naipendaga sana hata kama haijalipa. Mimi ni msanii wa movie, mimi naigiza. Na usanii ama sanaa yetu tunaifanya hapa ni kazi. Ila tu hapa nyumbani kuna yani haijalipa, lakini ni kazi nyingine naipendega sana. Baada ya kazi yangu ya biashara hapa. Mjanja wewe, kweli mjanja. Unasema wewe ni msanii, mwanaigizaji, unaigiza filamu, music, comedy au ni nini? Naigiza yani filamu, mimi mchezaji wa filamu alafu serious. Siigizi comedy. Naigiza serious na watu wengi wananijua kama mimi ni mwigizaji, hata kama ndio hivyo tumefuria katika masuala ya sanaa, tunajitafuta ndio hivyo tena. Na turudi nyuma kidogo, ulisema wewe ni mwigizaji wa filamu. Ulianza career yako ya kuigiza filamu ilikuwa ni wakati gani? Ni tangu zamani, kwa maana nimeanza kuigiza filamu kabisa, kuigiza vizuri 2016. Ndio nimeanza kuigiza vizuri, kwa maana tukwenda kwa katika mafunzo mgrupe inaitwa Le Roi de la Paix. Nikisema Le Roi de la Paix watu wengi wanaiona, ndio ilikuwa ni kundi mama na kundi baba hapa Kasenga, kama katika Kombe kabisa. Kila mtu anajua, nikisema Le Roi de la Paix kila mtu anaifahamu. Nimefunzwa pale mafunzo miaka 2 niko nafunzwa pale mafunzo ya kuigiza mpaka leo. Kama elimu niko nayo ya kuigiza movie ilitoka katika ile kundi la Le Roi de la Paix. Bwana, inavyoonekana kweli mjanja wetu huyu ana ujanja wengi, kwa kuwa Yesu tu mchuuzi. Vile vile ni mwana sanaa ambaye alianza sanaa yake mnamo mwaka 2016. Ni kongwe wa sanaa. Na mjanja, ni kipi ambacho kilikufanya wewe kama wewe uanze kuigiza sanaa? Kitu kwa kilinifanya niigize sanaa juu kwanza sana, katika sanaa kuna mafunzo. Na zile zama kitu kilinisukuma sana ni ile wakati ya movie za Tanzania Kanumba. Unaona? So unajua wakati tulikuwa tunafanya mazoezi tulikuwa hatuna malengo. Unaona, tunafanya zoezi tu vile, mimi nataka nikuwe mtu kama fulani. Unaona? Nikafanya hizo kazi, nikajifunza hii kazi ya sanaa mpaka leo niko vizuri. Na mjanja, yani wewe hapo hizo za zamani, zama zile za kale, ulikuwa ukifanya sanaa bila malengo. Ila inavyosemekana kwa sasa sanaa ya nyumbani ni kama vile inapotea. Na kama vile watu ambao wanazidi kuzungumza mtaani, wewe ni neno gani ambao unaweza kuwaeleza watu ambao wanazungumzia eti kwamba sanaa ya nyumbani inapotea? Sanaa nyumbani tunaweza kusema kama inapotea juu watu wengi wafuatilia sanaa za nyumbani. Wanafuatilia zile comedy, lakini serious watu ni wazembe kufuatilia. Ndio maana tunasema kama inapotea. Na inapotea kunjia gani tena? Hatuna masupport. Juu movie, sitakudanganya, movie ya dakika tu 30. Bana, ukienda kwa producer unanika ukienda kwa KF, unaona ukisema tu uende deposit na nataka unishoot movie ya dakika 30, unakuta inagharimu pesa nyingi sana. Na japo
kwa leo tunatumikisha flash. Zamani ilikuwa ni CD. Bora tena zamani ulikuwa ukiigiza movie unakamata zile CD zako nini, unatembeza mtaani unapata hata ile 1000 ya maji. Lakini kwa leo mitandao ya leo inabidi kama hauna jina katika TikTok, YouTube, Facebook inakuwa wao jipati. Sasa inakuwa inafanya tena kazi kuwa nguvu kwa maana we katika yani juu uone mafanikio katika hizi movie zetu za serious. Inakuwa vigumu sana. Na ndio hivyo support tena inakuwa inakosa. Naomba na sisi tunapambana sana. Na naomba na siku tutarudi kwenye game vizuri. Sunani kwa tafuta hela. Siku tutarudi kwenye game vizuri. Watu wataheshimu hii sanaa yetu hapa nyumbani hata kama wanaisarau. Na Mjanja, turudi nyuma kidogo. Ulisema ya kwamba wewe ni mwana sanaa yapata sasa miaka mingi. Na vile vile tungelipenda kutambua iza mpenzi mtazamaji angelipenda kutambua ni filamu ipi ambayo ulitoa wewe kama wewe aiza ulicheza ndani na ikakufanya wewe uzidi kupenda sanaa zaidi kiundani? Movie yangu ya kwanza kuigiza na ilikuwa katika kundi la Leroy de la Paix, inaitwa Kijiji cha Nyakamuta. Unanikumbusha mbali sana. Kijiji cha Nyakamuta. Katika ile story ukiangalia uigizaji wangu bwana sana mimi siwezi kuiacha. Movie ya pili Utumizi wa Vidonge. Ni movie yangu mwenyewe nilisimamia na tena producer hapa nyumbani ndio alishoot Utumizi wa Vidonge. Ni movie nzuri sana hata kwa YouTube. Lakini jina ndio hamna, lakini watu hawajui nikisema Utumizi wa Vidonge. Lakini ukitafuta utaipata. Na ingine tukaigiza Ngoshi. Ziko nyingi tu. Najua nikisema Ngoshi unaiona, nikisema nani Mke Wangu, nimeigiza inaitwa Mke Wangu, najua watu waliona. Ziko tu nyingi sana. Tumeigiza lakini njoo hivyo tena mafanikio njoo hamna na muonekano njoo hivyo tena. Na Mjanja, kwenye filamu hiyo ambayo ulisema ya kwanza Kijiji cha Nyakamuta, wewe kama wewe ulicheza kama nani mle ndani? Katika hiyo filamu Kijiji cha Nyakamuta nimecheza kama mwana kijiji alafu tulikuwa kama wafuasi wa nani wa Mwami. Au nao kwenye sanaa ukitokeza mtu anakuja na pesa yake anataka kukuchukua vile vile ili uweze kuigiza sanaa urudi tena kwenye career ya sanaa, je, unaweza kukubali kuachana na biashara yako hii ili urudi uwe mwigizaji? Mtu kwa mwigizaji kwa hata kwa nikusaidie. Mtu kwa mwigizaji sio kusema kama utaacha kazi yako kunaifanya. Juma star wengi sana wana makazi, wana makampuni, lakini huachagi. Movie inakuwa na saa zake. Yaani kuna program inakuwa na pango. Unafanya zoezi baada ya kufanya zoezi, alafu mnaangalia gisi ya kushuti. Ni program. Unaona? Sasa mimi kukuja mtu anakuja kusupport nani filamu za nyumbani, anakuja bwana analeta hela juu tufanye kazi. Niko tayari kufanya kazi. Na nitapambana na filamu vizuri na watu wataona gisi tunawafunza watu kwa maana usanii kufunza watu. Wataona tunawafunza watu na hii kazi yangu nitaendelea nayo kwa maana sanaa haikatazi mtu asifanye kazi. Watu wengi wanaofanya sanaa mnawajua mwenyewe na watu wengi wanawajua. Wanafanya kazi zao zingine za kawaida na wanafanya sanaa. Ndevo. Yaani yote nitapambana na naweza kushukuru sana nipate huyo memba mwenyewe atanisaidia kadiri tuinuki vipaji vya hapa nyumbani. Kwanza nikashukuru sana na naweza nikapendelea sana nipate support. Naam, Mjanja, toa basi neno fupi tu kwa wale ambao ni vizazi vya leo aidha ni wapya kwenye sanaa wanapendelea zaidi kufanya sanaa. Ni shauri gani aidha neno gani ambao unaweza kuwapatia? Mimi naweza kuwaambia ama naweza kuwashauria kitu kimoja. Sanaa ama filamu aweza kigiza ikuwe comedy ikuwe serious, tunajikaza kuifunza jamii. Watu wengi katika sanaa za leo kisi ninavyoona wanafanya vitu vya vina maana. Unaweza kwa kweli unafanya comedy lakini lazima uhakikishe kama unawafunza watu. Na tuwe makini sana. Unajua mambo ya siasa na filamu ni tamthilia yetu ya filamu nini ni mambo tofauti sana. Tuwe makini sana na tuifunze watu, tufunze jamii, ndio kitu cha muhimu sana, na tutafute pesa ili tufanye vitu vizuri. Bane, ndugu mpenzi mtazamaji wa If God Can Do It TV, tulikuwa naye hapa mwana sanaa wa enzi hizo za zamani na vile vile hajawahi kutupilia sanaa bado ipo kichwani kwake kwa kuwa anajua mengi yanayohusiana na sanaa. Yupo hapa, ulikwenda kusikia yale aliyoyazungumza na shauri aliyoitoa. Ikiwa wewe unahitaji kufanya sanaa, basi fuata shauri lake kwa kuwa yeye ni mkongwe wa sanaa ya nyumbani. Bana, usisahau kulike, usubscribe na kushare ili video iwafikie wengi. Na tukusii tusupport vipaji vya nyumbani
kwa kuwa respect, heshima ya mtu inatokea mahali alipozaliwa. Ulikuwa nami Stefan na nyuma ya kamera yupo Elfansi Kibenge. Tumeumbwa kwa ajili ya kusaidiana na kuonyesha upendo wa Mungu. Mayatima